Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi ili niweze kukufahamisha na kukueleza kuhusu yale ambayo yameweza kutokea katika taarifa za hii leo. Msikilizaji, taarifa zinazonifikia ni kuhusu uongozi mkuu wa chama cha Chadema ambapo nimeweza kuona taarifa kwamba kuna kesi tayari imewasilishwa na inalenga kuwafungulia kesi viongozi wakuu wa chama cha Chadema kutokana na makosa ya jinai. Kesi hii msikilizaji, itakuwa ni ya pili baada ya kesi ya uhaini ambayo inamkumba mwenyekiti wa chama cha Chadema ambaye ni Tundu Lissu. Sasa hivi kuna kesi ambayo pia inatengenezwa dhidi ya viongozi wakuu wa chama hicho ambao wamesalia kama wako huru. Hebu msikilizaji, nikupeleke kwenye taarifa hii moja kwa moja kisha tupate kuichambua na kuelewa kile ambacho kinaweza kuendelea. Katika hali isiyotarajiwa, viongozi waandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wameweza kujikuta kwenye wakati mgumu baada ya uwepo wa taarifa zinazodai kuwa wamefunguliwa kesi nyingine ya jinai kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, wakidaiwa kukiuka amri ya mahakama iliyotolewa Juni 10 mwaka 2025. Msikilizaji, taarifa hii inavyoelekeza pale ni kwamba viongozi hao wakuu wa chama hichi cha Chadema watakuwa wamekiuka amri ya mahakama ambayo ilitolewa Juni tarehe 10 mwaka 2025. Inaendelea kusoma hivi. Inatajwa kuwa amri inayodaiwa kukiukwa inatokana na maamuzi ya mahakama ya maombi nambari 8960 ya mwaka 2025 ambayo msingi wake ni wa kesi ya madai nambari ya 8323 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa mahakamani hapo na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Zanzibar Said Issa Mohamed, Maulida Anna Komu na Ahmed Rashid Hamis dhidi ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chadema, kesi iliyopo mbele ya Jaji Hamidu Mwanga. Nikiendelea zaidi, taarifa hii inasema kwamba taarifa hizi zimeonyesha kuwa maombi hayo yamefunguliwa na waleta maombi kwenye kesi ya msingi ambayo ni Said Issa Mohamed na wenzake wawili, ambapo vigogo wa Chadema wanadaiwa kukiuka amri hiyo ni pamoja na John Wagesa Heche ambaye ni makamu mwenyekiti Tanzania Bara, Amani Golugwa ambaye ni naibu katibu mkuu Tanzania Bara, Godbless Lema ambaye ni mjumbe kanda kuu, John Pambalu mkurugenzi na Boniface Jacob mwenyekiti kanda ya Pwani na mjumbe. Kisha wengine ni pamoja na Pamela Masei ambaye ni katibu mkuu wa Bawacha, Ahmad Musa Yusuf mkuu wa idara ya habari na uenezi Zanzibar, Jevas Lienda ambaye ni mkuu wa idara ya habari, John Mnyika katibu mkuu bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chadema. Sasa kesi hiyo itakuwa ni ya pili kufunguliwa kwa vigogo wa Chadema. Kesi ya kwanza kama hiyo ilitupiliwa mbali baada ya mahakama kupitia Jaji Awamu Mbagwa
aliyekuwa anasikiliza kukubaliana na hoja za upande wa utetezi kuwa waleta maombi walifungua kesi nje ya muda uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Ndio taarifa hiyo msikilizaji inasoma hivyo, na bila shaka kila ambacho kinaweza kujidhihirisha moja kwa moja ni kwamba kuna watu ambao wanaweka nguvu zaidi katika kuhakikisha kwamba uwepo wa vyama ambavyo ni vya upinzani ama vyama ambavyo vinapinga sera za chama tawala bila shaka umeonekana kuwa ni tishio kwa chama tawala, na kwa hivyo chama tawala kinatafuta mbinu za kuhakikisha kwamba uwepo wa vyama hivi vingine unakuwa ni gumu kuendelea kuonekana, kwa sababu inapotokea kwamba viongozi wa chama ambacho ni chama kikubwa, lakini viongozi wake wengi wanaonekana kupelekwa mahakamani na kupotezewa muda kushughulika na masuala tofauti tofauti, ina maana shughuli za chama bila shaka haziwezi endeleshwa inavyofaa. Sasa kuna jibu ambalo nimeweza kulipata hapa pia kutokana na kesi hii kutoka Bavicha Zanzibar. Bavicha Zanzibar wamelaani vikali hujuma zinazofanywa na waliokuwa viongozi waandamizi wa chama cha Chadema wakiongozwa na Said Issa kupitia kwa mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Mjini Magharibi, Kamanda Juma Zuber. Wamesema hawaungi mkono madai hayo yaliyoanzishwa na waliokuwa viongozi waandamizi wa chama cha Chadema ambao kimwili wapo Chadema ila kiroho hawapo. Ndo jibu ambalo sofa limeweza kuonekana kuhusiana na kesi hii ambayo inataka kuwasilishwa ili kuhakikisha kwamba uongozi wa Chadema unapata matatizo kuendelea kuoperate ama kuendelea kuendesha shughuli za chama. Msikilizaji, ndani ya siku chache zilizoweza kupita kulikuwa na purukushani pale iliyoweza kutokea baina ya wamama wale wa Bawacha waliokuwa na mkutano ambao pia waliweza kukumbana na upinzani mkali wa kufanya mkutano huo na polisi, ambalo ni jambo ambalo liliendelea kufanyika na ikapelekea polisi kuwatupia mabomu ya machozi yale, lakini pia kuhakikisha kwamba wanatawanyika na mkutano ule haukufanyika. Sasa msikilizaji, kila ambacho kinatokea ni kwamba uhuru wa vyama vya kisiasa kuradhi, umeanza kuonekana kutishika kwa sababu serikali ambayo ipo haionekani kusapoti uwepo wa vyama hivi. Bila shaka sababu ya msingi ambayo inaweza kufanya serikali isisapoti uwepo wa vyama kama hivi ni kuona kwamba upinzani mkuu unafanya kazi ama unaaminika sana na wananchi, na kwa sababu hiyo ndo kazi yao iwe nyepesi. Wanahakikisha kwamba uwepo wa vyama hivi unakuwa ni mgumu kuendelea kuwepo. Yaani ikiwa ni shughuli za kichama, kuna kitu kinahitaji kufanyika, inakuwa ni vigumu kuhakikisha kwamba kimefanyika kwa sababu serikali imehakikisha kwamba hamfanikiwi kwa chochote kile ambacho inakuwa mnapanga kufanya. Kwa mfano mkutano huo ulioweza kupangwa na wanawake wale wa Bawacha kwa asilimia fulani haukuweza kufanikiwa kwa sababu ya upinzani uliotokana na polisi kuwatupia moto na kuwatawanya kila walipojaribu kufika maeneo yao ya kufanya mkutano, na kwa sababu hiyo inakuwa kwamba hakuna ule uhuru wa kufanya kile ambacho kinataka kufanyika ama mnataka kukifanya kama chama. Msikilizaji, nakukaribisha endelea kumwaga maoni yako kwenye comment section, tufunguke pale tupate
kuwasiliana na kuelezana kwamba je, kinachotokea ni salama na unahisi ni kipi kinafaa kufanywa ili demokrasia iendelee kuonekana na kusikue kwamba kuna watu wanaingilia ubinafsi wa vyama fulani. Endelea kutufuatilia kwa kutia subscription. Jina langu ni Presenter Guton, itakuwa hapa kila siku kuhakikisha kwamba nimekufahamisha na kukutaarifu kuhusu yanayotokea.